Karibu mtazamaji wa TBC1 katika kipindi cha Mikoni. Hili ni darasa la mapishi. Ni kipindi ambacho tunajifunza na tunaongeza ujuzi wa mapishi na kujifunza mapishi ya aina mbalimbali. Na leo mtazamaji, tunajifunza namna nzuri na namna sahihi ya kuandaa chakula cha mtoto kuanzia miezi 6 mpaka miaka 3. Mimi sio mpishi kwa siku ya leo. Tutakuwa tunampishi yeye ambaye ni afisa lishe. Atatupikia na atatuelezea hatua moja mpaka hatua nyingine katika uandaaji wa chakula cha mtoto miezi 6 mpaka miaka 3. Mtazamaji, fuatana nasi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Jina langu ni Godliva Yanga. Mtazamaji wa Mikoni ambaye atatuongoza katika uandaaji wa chakula hiki cha siku ya leo cha watoto wa miezi 6 mpaka miaka 3 si wengine ni dada yetu Frida, yeye ambaye ni afisa lishe. Atajitambulisha vizuri, alafu sasa atatupitisha kabla ya kuanza kupika. Atatuelezea kuhusiana na makundi mbalimbali ya vyakula ili tuweze kupata ile elimu ya jumla kuhusiana na vyakula, alafu baadaye tutaanza kupika hatua kwa hatua. Karibu sana Frida katika Mikoni. Asante sana kwa kunikaribisha kwenye kipindi hiki cha Mikoni, na leo tutajifunza na tutapika pamoja vyakula vya watoto wa kuanzia miezi 6 wanaoanza kujifunza kula pamoja na mpaka watoto wa miaka 3. Na hapa mbele yetu tuna makundi ya vyakula na tutajifunza makundi haya pamoja na kazi zake. Kundi la kwanza kabisa ni vyakula vya asili ya nafaka, mizizi pamoja na ndizi mbivu. Nafaka zetu leo tumekuja na shayiri ambayo ni asili ya ngano. Hii ni shayiri ambayo haijasagwa, lakini pia hii ni shayiri ambayo imesagwa. Vyakula vyetu hivi vyote vinapatikana Tanzania. Vyakula asili ya mizizi tumekuja na viazi mviringo pamoja na ndizi mbichi kama tunavyoona. Lakini pia tuna kundi la pili, ambao kundi la pili ni vyakula aina ya wanyama pamoja na mikunde. Ambao vyakula aina ya wanyama leo tumekuja na mayai yetu mazuri kabisa kutoka Dodoma, lakini pia tumekuja na maziwa yetu haya ni mtindi, lakini haya ni maziwa yetu fresh kutoka kwa ng'ombe. Lakini pia tuna kundi la matunda. Kwenye kundi la matunda tumekuja na maparachichi, tumekuja na ndizi mbivu, tumekuja na machungwa pamoja na maembe. Lakini pia tuna unga mzuri kabisa wa ubuyu tunao. Lakini pia tuna kundi lingine ambalo ni kundi la mboga mboga. Kwenye kundi la mboga mboga tumekuja na carrot, tumekuja na bamia, nyanya chungu, majani ya maboga pamoja na matembele, pamoja na unga wa kiazi damu ambao ni beetroot. Tutaona matumizi yake kwa pamoja. Lakini pia kwenye makundi haya, kundi la kwanza kabisa ambalo lilikuwa vyakula vya aina ya nafaka, mizizi pamoja na ndizi mbichi, kundi hili kazi yake ni kutoa nishati lishe, kuupa mwili nguvu. Lakini kundi la pili ambalo tulisema hili ni kundi la vyakula vya aina ya wanyama pamoja na mikunde, kazi yake hii ni kujenga mwili. Ni vyakula ambavyo vinaupa mwili protein, na kazi ya protein ni kuweza kujenga mwili. Lakini kundi la matunda pamoja na mboga mboga, kazi yake ni kutoa vitamin pamoja na madini chuma mwilini pamoja na kuongeza kinga mwili. Lakini pia tuna kundi lingine ambalo kundi hili ni la mafuta, na tumekuja na siagi ya maziwa ambayo tunayo hapa. Lakini pia pamoja na makundi haya ni muhimu sana kutumia maji ambayo ni safi na salama yaliyochemshwa. Lakini tukiangalia meza yetu tumeweka sehemu pa kunawa mikono, kwa sababu kwenye mapishi ya mtoto ni lazima tuzingatie usafi. Tukizingatia usafi tutapunguza idadi ya watoto ambao wanapata magonjwa kama ya kuharisha pamoja na kutapika. Asante sana afisa lishe kwa kutupa elimu hiyo ya makundi mbalimbali ya chakula. Kwa leo tunaandaa chakula cha watoto kuanzia miezi 6 mpaka miaka 3. Tunaandaa chakula cha aina gani? Uanze kutufafanulia ni chakula cha aina gani na mahitaji yake ni yapi hasa? Kwanza kabisa leo tutaanza kutengeneza mlo mzuri kwa ajili ya mtoto, ambao mlo huu tutatengeneza kuanzia mlo wa asubuhi, tutatengeneza mlo wa mchana pamoja na mlo wa usiku.
Mlo wetu wa asubuhi utakuwa na kiazi mviringo, tutaandaa kiazi mviringo, lakini pia tutakuwa na kiini cha yai, tutachemsha mayai yetu na kutoa kiini, lakini pia tutakuwa na karoti. Tutaweka mlo wetu, tutaweka karoti. Baada ya kuweka karoti, tutatumia siagi ya maziwa ambayo ni samli, ni mafuta ya kienyeji, pamoja na maziwa yetu mtindi. Tutavichanganya, tutapika na tutaona jinsi ambavyo tutavichanganya ili kuweza kuhakikisha mlo wetu unakuwa na makundi yote. Kama mnavyoona, kundi la kwanza tutatumia viazi, kundi la pili tutatumia kiini cha yai pamoja na maziwa yetu mtindi, kundi la tatu tutatumia mboga, tutapata karoti kwenye mlo wetu, lakini pia tutaongeza kundi la mwisho ambalo ni mafuta, na baadaye tutasaga mlo wetu ili tuweze kupata mlo ambao ni mzuri, mlaini kwa ajili ya mtoto anayeanza kula, lakini pia kwa watoto ambao ni kuanzia miezi 6 mpaka miaka 3. Mahitaji yetu ni haya hapa kama tunavyoyaona. Tuna kundi la kwanza kabisa ambalo tumechukua viazi vyetu mviringo. Tuna kundi la pili ambalo tuna maziwa ya mtindi, tuna mayai ambayo kwenye mayai tutatumia kiini cha yai. Tutatumia karoti ambazo tutazisafisha vizuri, baada ya kuzisafisha tutazikangua, lakini pia tutatumia mafuta salama kabisa mazuri ambayo tunatumia mafuta ya siagi ya maziwa. Karibuni sana. Tunaanza kuandaa chakula chetu kama mnavyoona. Nimebandika mayai yangu jikoni, yanaendelea kuchemka huku nikiandaa viazi vyangu. Viazi vyangu nitaviosha vizuri, nitavimenya na kuviosha vizuri. Baada ya kumenya viazi vyangu nitavikatakata. Ndugu mtazamaji, kama tunavyokumbuka katika mlo wetu huu wa mtoto wa kuanzia miezi 6 hadi miaka 3, tuliandaa mayai yetu kwa kuyachemsha na tutatumia kiini. Na sasa hivi ni viazi vyetu mviringo kabisa, na tunaviongezea karoti kuendana na mahitaji ya mlo huu. Tutaongeza karoti kiasi, kisha tutaweka siagi yetu ya maziwa kiasi. Kama tunavyojua, mafuta yanahitajika kwa kiasi kidogo sana kwenye vyakula ili kuweza kutuepusha na magonjwa yasiyoambukiza. Karoti zetu hazitaiva muda mrefu wala mafuta yetu hayataiva muda mrefu, kwa tutafunikia kwa muda mchache kisha tutaipua. Na mlo wetu umefikia ukingoni kabisa, na hapa tuko kwenye hatua ya mwisho ambayo tunaweza tukasaga mlo wetu au tukaponda ponda, na tutaonesha njia zote mbili, kuponda ponda pamoja na kusaga, na vyote tutapata vyakula ambavyo ni vilaini na vizuri kabisa kwa watoto wetu. Hivi vilikuwa ni viazi mviringo, karoti pamoja na siagi ya maziwa. Tumevichanganya pamoja, na hapa tunataka tuponde mlo wetu. Kabla ya kuponda mlo wetu, tutaongeza maziwa ya mtindi kidogo, lakini pia tutaweka kiini chetu cha yai. Kama nilivyoambiwa, chakula chetu hichi tutakigawa mara 2. Kwa ajili ya kingine tutakisaga na kingine tutakiponda. Na hapa tunaponda mlo wetu ambao uko tayari kabisa kwa ajili ya mtoto wetu wa miezi 6 hadi miaka 3. Mlo huu ukiuponda kupatiwa mtoto ambaye ana miezi 6 mpaka miaka 3.
Mlo huu ni mzuri sana kwa watoto wanaoanza kujifunza kula, lakini pia mlo huu ni mzuri kwa ajili ya kuongeza kilo kwa sababu mlo huu una makundi yote muhimu ya chakula. Lakini pia tumeongeza chakula ambacho niliwaambia tutaweka chakula cha asili ya wanyama ambao tumeweka yai letu na tumeweka pamoja na mtindi, ambao vyakula hivi kazi yake ni kujenga mwili. Ukishaweka kundi la kujenga mwili kwenye chakula chako, tegemea kwamba mtoto wako ataujenga mwili kwa kuongeza kilo zake. Na mlo wetu uko tayari na tunaweza tukampatia mtoto wetu. Lakini kwenye upande wa kusaga chakula, niliwaambia kwamba pia tutasaga chakula kwa kuongeza mlo wetu kama tunavyofahamu vizuri. Lakini pia tutaweka kiini chetu cha yai na tutaweka maziwa yetu ya mtindi. Baada ya kuongeza mahitaji yetu yote muhimu katika chakula chetu, basi tutafunika blender letu. Mpenzi mtazamaji, huu ulikuwa ni mlo wetu wa asubuhi ambao tuliutengeneza kwa kutumia viazi mviringo, kiini cha yai, karoti, mtindi pamoja na siagi ya maziwa. Na hii yote milo yetu miwili, huu ni mlo ambao tumeuponda ponda kama tunavyoona, ni mlaini kabisa, lakini huu mlo wetu tumeusaga, na milo yetu yote hii ni milaini kabisa kwa ajili ya mtoto. Na tumependelea leo tuweze kukumbushana kuandaa vyakula vya mtoto, na vyakula hivi tumevipika kwa kuzingatia makundi yote ya chakula. Kwanza tumechukua kundi la kwanza ambalo tulisema kundi hili ni vyakula vya asili ya nafaka, mizizi pamoja na ndizi mbichi, ambacho hapa tumetumia kiazi mviringo. Lakini kwenye kundi la pili tumetumia mayai ambacho tumetumia kiini cha yai pamoja na maziwa ya mtindi. Lakini pia tumetumia mboga ambayo ni karoti, tumetumia mafuta ambayo ni siagi ya mafuta ambayo tulielezea toka mwanzoni. Na mlo wetu upo tayari kabisa, tuna uwezo kuuponda ponda mlo wetu au tukausaga kwa kutumia mashine za kusagia. Karibuni sana. Kama tulivyoona kwamba mlo wetu wa kwanza wa ajili ya mtoto wa kuanzia miezi 6 mpaka miaka 3 ukiwa ni tayari. Mlo ule ulikuwa special kwa ajili ya watoto na unasaidia sana kuongeza hamu ya kula pamoja na kuongeza uzito. Na sasa hivi tunaenda kuandaa asusa ya muda wa saa 4 au saa 5. Hii ni asusa yenye afya, kama ambavyo tunashauri watoto wao wanapatiwa asusa kama mlo wa katikati kabla ya kufikia mlo wa mchana. Basi tumeandaa asusa hii, ni asusa yenye afya. Asusa yetu hii tutatumia kwa kupika, kuweka njegere, lakini pia tutaweka ndizi mbivu, tutaweka parachichi pamoja na maziwa yetu ya mtindi. Na tutaonesha jinsi ambavyo tutaandaa, kupika, kuweza kuvichanganya, kuvisaga au kuviponda kwa ajili ya mtoto. Tunaendelea.
Hii ni asusa yetu ya asubuhi, na kama tunavyoiona tuna njegere, tuna mtindi, tuna ndizi tamu hizi zimekatakatwa kwa vipande vidogo, na hili ni parachichi. Lakini njegere zetu hizi hatutazichemsha kama kawaida, hizi tutazichemsha kwa kutumia mvuke, na tutaona sufuria yetu ya kutumia mvuke na namna tofauti tofauti ambavyo tunaweza tukapika kwa kutumia mvuke. Karibu sana ndugu mtazamaji, kama nilivyowaambia, leo nitawaelekeza namna ya kuweza kupika kwa kutumia mvuke. Ukitaka kupika kwa kutumia mvuke, kwanza inabidi uwe na sufuria lenye matobo au uwe na chujio ambalo ni la chuma. Kwa leo sisi tuna chujio la plastic, kwa hiyo tutatumia sufuria yetu. Kwa wewe ambaye uko nyumbani na una chujio la chuma ambalo ni kama hili, unaweza ukatumia. Basi utaandaa sufuria yako kama mimi hapa. Utaandaa sufuria yako, na baada ya kuandaa sufuria yako, basi utaweka maji. Maji utayatanguliza chini, kisha utaweka sufuria yako. Na kama upo nyumbani lakini hauna sufuria kama hii kwa ajili ya kupika kwa mvuke, basi utatumia chujio lako ambalo ni la chuma kwa kutanguliza maji chini na kuweka chujio lako juu, kisha kile unachotaka kukipika utakiweka kwa juu. Lakini kwa sababu sisi leo tuna sufuria yenye matobo ambayo ni kwa ajili ya kupika kwa mvuke, basi tutatanguliza maji yetu chini kama ambavyo mnaona tumeweka maji chini. Lakini baada ya kuweka maji tutaweka sufuria yetu juu. Baada ya kuweka sufuria yetu juu tutaweka njegere. Kuna baadhi ya watu watajiuliza kwa nini tunapika kwa kutumia mvuke. Kupika kwa kutumia mvuke kuna kinga au kuzuia upoteaji wa vitamins pamoja na madini chuma kwenye chakula. Kwa hiyo tumeliweka sufuria letu jikoni na tunalifunika, na maji yetu yatakavyokuwa yanachemka chini ndivyo ambavyo njegere zetu zitakuwa zinaiva. Tuendelee kusubiria njegere zetu ziive. Hapa tunaangalia kama njegere zetu ni tayari. Tunaona njegere bado kidogo. Na hapa ndugu mtazamaji, hatujazipika njegere zetu kwa maji, tunazipika kwa kutumia mvuke. Ina maana kwamba yale maji ya chini yanavyokuwa yanachemka ndivyo ambavyo yanapata fursa ya kuweza kuivisha njegere zetu. Lengo kubwa ni tusipoteze virutubisho vilivyopo ndani ya njegere. Tunafikia kabisa ukingoni wa kuandaa chakula chetu, ambacho chakula hichi kilikuwa ni asusu ya asubuhi, ambao asusa hii inashauriwa kutolewa mida ya saa 4 mpaka saa 5. Na asusa yetu hii inabeba parachichi, ndizi mbivu, njegere ambazo tumezipika kwa kutumia mvuke pamoja na maziwa. Basi tutaanza kwa kuongeza parachichi katika mashine yetu ya kusagia, lakini mlo huu unaweza ukauponda ponda kwa kutumia mwiko nyumbani. Hapa tutaweka parachichi kiasi. Baada ya kuweka parachichi, tutaweka ndizi. Baada ya kuweka ndizi zetu, tutaongeza njegere. Njegere hizi kama tunavyojua linatoka kwenye kundi la pili la chakula ambalo ni jamii ya mikunde. Njegere hizi ukiacha kwamba njegere ni mboga mboga, lakini lina wingi wa protein, ambao protein hizi zinatumika kwa ajili ya kujenga mwili. Kwa hiyo chakula chetu hiki kitasaidia kuongeza kilo za mtoto. Lakini pia tumeongeza maziwa ambayo ni chakula cha aina ya wanyama, ambacho chakula hiki kina protein, kina mafuta, lakini pia itamsaidia mtoto wetu kuweza kujenga mwili, kuongeza uzito, lakini pia kitamsaidia haweze kushiba vizuri. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, tunaenda kusaga mlo wetu ili tuweze kupata uji kwa ajili ya mtoto wetu. Uji wa mtoto sio lazima upike kwa kutumia unga. Uji wa mtoto unaweza ukapika kwa kutumia matunda na vyakula vingine kama tulivyoona.
Wapenzi, na huu ndio mlo wetu ambao ilikuwa ni asusa yetu ya asubuhi, na asusa hii ipo tayari ikiwa ina njegere za kutosha, parachichi pamoja na ndizi mbivu na maziwa. Mlo huu ni mzuri sana kuongeza kilo za mtoto kwa sababu tumeweka maziwa, lakini pia tumeweka njegere ambazo njegere zina wingi wa protein kwa ajili ya kujenga mwili. Karibuni sana tuonje pamoja. Hii ilikuwa ni asusa yetu ya asubuhi ambayo ilikuwa ina parachichi, njegere ambazo tulizipika kwa kutumia mvuke pamoja na ndizi mbivu, na kwenye chakula hiko ndiko ambapo tumeweza kutengeneza uji huu kwa ajili ya mtoto. Uji huu ni mzuri sana kwa sababu unampatia mtoto madini chuma, vitamin pamoja na protein pamoja na wanga kwa ajili ya mtoto wako. Karibu sana, uji huu ni mtamu mno. Asusa hii tutaitengeneza kwa kutumia matembele kama tunavyoona, na matembele yetu haya tutayapika kwa kutumia mvuke. Tukilipika tembele letu vizuri kwa kuhakikisha kwamba linabaki na madini chuma pamoja na vitamin kuwa na uzito kama huu, lakini pia kiwe kilaini kuhakikisha kwamba vitu vyote vimechanganyika. Na mlo huu tutautengeneza kwa kutumia shayiri ambayo ni nafaka. Mlo huu ni mzuri sana kwa mtoto kupatia usiku kwa sababu oats zinakaa muda mrefu na unamsaidia mtoto kushiba kwa muda mrefu. Na asusa yetu ipo tayari kuweza kuliwa na mtoto. Asusa hii ni nzuri sana kwa kusaidia mtoto aweze kupata mlo kamili. Huu ni mlo wetu wa mchana kwa siku ya kwanza ambao tutampatia ugali wa dona.